Ni Jumanne tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025, lakini kwanza nampisha mwenzangu David Nkya akusomea mukhtasari wa habari za dunia. Karibu Nkya. Asante Sarafina. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini mpango wake wa kuleta amani Gaza katika mkutano wa kilele unaofanyika katika mji wa Sharm el-Sheikh nchini Misri. Trump amechukua nafasi kubwa huku yeye na viongozi wa Misri, Qatar na Uturuki ambao wote walisaidia kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano wakiweka saini katika makubaliano hayo. Viongozi wengine zaidi ya 20 kutoka ulimwenguni kote walikuwepo ili kuimarisha mapatano kati ya Israel na Hamas. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema majadiliano zaidi yatazingatia utawala, usalama na ujenzi mpya wa Gaza. Pia amesema mpango huo unaweka misingi wa suluhisho wa serikali ya mbili, kipengele ambacho Trump na Israel bado hawajakiidhinisha. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amethibitisha kwamba kwa sasa yupo nje ya nchi hiyo, lakini amekwepa kutangaza kujiuzulu. Katika hotuba iliyotolewa kupitia ukurasa wake wa Facebook baada ya kugairiwa mara mbili hapo awali, rais huyo amesema alilazimika kukimbilia eneo lisilojulikana ili kuendelea kutafuta suluhu kwa changamoto zinazoendelea nchini mwake. Rais huyo amesema alilazimika kuondoka nchini kwa sababu kulikuwa na njama dhidi ya maisha yake na kwamba wanajeshi walikuwa wakipanga mapinduzi. Zaidi na Esther Lombano. Rais Rajoelina ameonya kwamba kama watu wa Madagascar watafuata njia kinyume na katiba, nchi hiyo inaweza kupoteza ufadhili muhimu kutoka Benki ya Dunia, msaada aliyoutaja kuwa muhimu katika kushughulikia masuala makubwa ya Madagascar. Ameongeza kwamba vijana hao huenda wamekuwa wakitumika na watu fulani. Rajoelina amesema kuwa waandamanaji hao vijana walipewa uhuru wa kujieleza na hawapaswi kuwa chini ya matakwa mengine yoyote. Rais huyo anayekabiliwa na mzozo amesisitiza kuwa maridhiano ndiyo njia pekee ya kuelekea mbele na kudai kuwa tayari amepiga hatua katika mwelekeo huo kwa kuwasamehe wafungwa kadhaa wa kisiasa. Pia amedai kuwa kitengo cha Capsat ambacho kilitoa taarifa kwa umma Jumamosi asubuhi kilikuwa kikipanga kushambulia jumba lake la Ambosirahotra. Anadai kuwa nchi wanachama wa SADC zilipendekeza kupelekwa kwa wanajeshi Madagascar, lakini alikataa kufanya hivyo ili kuwalinda raia wake. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema matukio ya Mashariki ya Kati huenda kaibua matumaini ya amani katika maeneo mengine ya dunia. Amepongeza uongozi na azma ya Rais Trump na kusema kazi inaendelea ili Ukraine pia ione siku zake za amani. Zelensky ametangaza kwamba atasafiri hadi kule White House siku ya Ijumaa katika mkutano na Rais Trump. Amesema lengo kuu la ziara hiyo litakuwa ulinzi wa anga na uwezo wa masafa marefu wenye uwezo ama nia ya kutoa shinikizo kwa Urusi. Marekani bado haijathibitisha kwamba ipo tayari kusambaza makombora ya Tomahawk kwa Ukraine ambayo imekuwa ikiomba mara kwa mara. Na rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ameambiwa kwamba kifungo chake cha jela kwa kujaribu kutafuta fedha za kampeni kutoka kwa rais wa zamani wa Libya hayati Muammar Gaddafi kitaanza wiki ijayo. Sarkozy alihukumiwa kifungo cha miaka 5 mwezi uliopita kwa njama za uhalifu. Atakuwa kiongozi wa kwanza wa Ufaransa baada ya vita kwenda jela. Mkuu huyo wa zamani wa nchi anatarajiwa kuwekwa katika sehemu maalumu ya wafungwa walio katika mazingira magumu, lakini kifungo chake kinatajwa kwamba kitakuwa cha kawaida. Sarkozy hata hivyo anakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo ambayo ameitaja kwamba ni ya kisiasa. Hii ni BBC. Sasa mukhtasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na mwenzangu David Nkya akiwa Dar es Salaam. Unasikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia Mwenedu FM au Gulf Radio. Uganda ni Voice of Karamoja pamoja na Nile FM. Nchini Tanzania tunasikika kupitia Bomba FM nyanda za juu kusini mwa taifa hilo, Radio Kwizera Ngara, Radio 1 Dar es Salaam na Radio Free Africa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Internet ni katika bbcswahili.com, na vile matangazo haya yanakujia mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili. Karibu, leo hii uko nami Sarafina Rubi.
Tukianza moja kwa moja ni kwa rais wa Marekani Donald Trump ametia saini mpango wake wa kuleta amani Gaza katika mkutano wa kilele unaofanyika katika hoteli moja mjini Sharm el-Sheikh nchini Misri. Rais Trump alichukua nafasi kubwa huku yeye na viongozi wa Misri, Qatar na Uturuki ambao wote walisaidia kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano waliweka sahihi katika mpango huo. Zaidi na Beldin Waleula. Rais wa Marekani Donald Trump amepongeza Mashariki ya Kati wakati akitia saini rasimu ya kusitisha vita ukanda wa Gaza baada ya Israel na kundi la Hamas kubadilishana mateka na wafungwa. Trump alizuru Israel ambapo alimpongeza waziri mkuu wa taifa hilo Benjamin Netanyahu katika hotuba yake ndani ya bunge la Israel kabla ya kwenda Misri kuhudhuria kongamano la amani la Gaza, ambapo yeye na rais wa Misri, Qatar na Uturuki walitia saini kama wadhamini wa rasimu ya kupatikana amani eneo la Gaza. Trump alisema hii ni siku ya ushindi kwa Mashariki ya Kati. This is not only the end of a war. This is the end. Huu sio tu mwisho wa vita, ni mwisho wa manyanyaso na mwanzo mpya wenye matumaini. Ni mwanzo wa makubaliano na amani ya kudumu kati ya Israeli na mataifa mengine, na hivi karibuni eneo hili litakuwa la kuvutia. Huu ni mwamko mpya wa Mashariki ya Kati. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. Kundi la Hamas hapo jana liliwaachilia mateka 20 wa Israel ambao walikuwa na wazuilia kwa kipindi cha miaka miwili. Kisha Israel iliwaachilia wafungwa wa Kipalestina 1968 ambao walikuwa nazuiliwa na Israel. Mjini Tel Aviv, watu wengi walijitokeza kuwasherehekea mateka waliokuwa wamerejea pamoja na familia zao. Katika eneo la Khan Yunis, ukanda wa Gaza, wakazi walijitokeza kwa wingi kukutana na jamaa zao ambao walikuwa wamefungwa jela huko Israel. Safari ya Trump Mashariki ya Kati ni ya kusherehekea juhudi zake katika kusitisha vita na kuachilia kwa mateka huku mazungumzo yakiendelea. Trump anasema kuwa yuko na imani kuwa makubaliano yaliyofikiwa sasa yatadumu kulingana na mapendekezo yake 20 katika mkataba wa kusitisha vita. Na sasa tuelekea kule Madagascar ambapo rais wa nchi hiyo Andry Rajoelina amesema amekimbia nchi hiyo kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya vijana kumtaka jiuzulu. Anasema yupo mahali salama baada ya jaribio la kutaka kumuua bila kufichua alipo. Nimezungumza na Samia Wami ambaye yupo Antananarivo, Madagascar, ambaye anaanza kwa kutueleza zaidi kuhusu hotuba hiyo. Rais Andry Rajoelina amehutubia taifa hatimaye. Hii ni hotuba ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana. Ilitakiwa itolewe saa 1 jana, itolewe saa 2 na hairishwa tu. Lakini hatimaye amehutubia taifa na amethibitisha kweli kwamba yupo nje ya nchi, na amesema kwamba amelazimika kufanya hivyo kwa sababu anadai palikuwa na jaribio la kutaka kumdhuru na kuondoa uhai wake. Hajasema yuko wapi hasa, lakini amesema hata kama yuko huko nje ya nchi aliko, bado anaendelea kuwapambania wana Madagascar ili kwamba atatue matatizo yao yote ambayo yamesababisha hata vijana kuandamana. Hotuba yake imepokelewa vipi na raia wa Madagascar? Wengi walikuwa wanatarajia kwamba rais labda angeweza kutangaza kujiuzuru au angalau kusema nini kinafuata, lakini rais amekimbia nje ya nchi na bado ameshindwa au amekwepa kusema kwamba atajiuzuru. Bila shaka hichi kitawaudhi wengi sana, hasa vijana hao ambao wamekuwa wakiandamana kwa wiki 2. Manake wamekuwa wakitaka aondoke madarakani. Sasa kukimbia kwake nchi baada ya kujulikana kwamba kweli ametoka nje ya nchi, wakawa wanashangilia kwamba sasa muda umefika kwa wao kumweka rais mwingine. Lakini kwa sababu kisheria rais Rajoelina bado ni rais wa nchi hata kama yuko nje ya nchi, basi ni kitu ambacho kwa kweli hakitapokelewa vizuri kwa vijana wengi ambao wamekuwa wakiandamana barabarani. Na baada ya hotuba hiyo hali ikoje hapo ulipo? Hali kwa kweli itaeleweka vizuri asubuhi hii pakisha kucha na watu kuanza kuendelea na shughuli zao. Maana yake hotuba hii ameitoa usiku kidogo, kwa hivyo watu wanatarajiwa itaeleweka zaidi au itaeleweka vizuri zaidi watu watapokea vipi asubuhi hii. Lakini tunachofahamu ni kwamba baada sasa ya hotuba hii bunge litakwenda kupiga kura ya kutaka kumuondoa madarakani kwa kigezo kwamba amekimbia ofisi. Huu ni mpango ambao nilikuwa nimedokezewa na kiongozi wa chama kimoja kikubwa cha upinzani hapa, lakini alisema wanasubiria hotuba hii ifanyike. Sasa baada ya hotuba, ni mpango ambao nilikuwa nimedokezewa na kiongozi wa chama
chama kimoja kikubwa cha upinzani hapa, lakini alisema wanasubiria hotuba hii ifanyike. Sasa baada ya hotuba hii na Rajoelina mwenyewe kusisitiza kwamba bado anaendelea kuwa madarakani, wamesema mapema tu, haraka iwezekanavyo, wataanza kumchakato ule wa kutaka kumwondoa madarakani. Naam, na jeshi kufikia sasa linasemaje? Jeshi tangu awali limekuwa likijitenga na masuala haya ya kisiasa. Hata nilipouliza swali jana hiyo mchana kwamba ikiwa wanahamu au wamechukua nchi tayari, wakasema wao hilo sio swala lao. Wakasema kuna watu maalumu wanaohusika na mambo haya ya kisiasa, wanaendelea na hizo taratibu, lakini wao wanaendelea na jukumu lao la kulinda nchi na wananchi na mali zao. Na huyo ni Samia Awami ambaye ni mwanahabari wa BBC akiwa pale Madagascar. Tukiendelea ni kuwa baba mmoja huko Afrika Kusini anakabiliwa na kesi mahakamani baada ya mwanawe mwenye umri wa miaka 11 kumpiga risasi mfanyakazi wa shambani kupelekea kufariki kwake. Mikasa hiyo pamoja na tatizo la kuongezeka kwa uhalifu wa mabavu umezua taharuki miongoni mwa raia wa nchi hiyo, haswa swala la umiliki na utumiaji bunduki. Jamhuri mwa vyombo na maelezo zaidi. Polisi wanasema walifahamishwa kuhusu tukio hilo la ufyatuaji risasi na hima wakawasili eneo la tukio huko mkoa wa Limpopo, Afrika Kusini. Ndiko walifahamishwa kwa mvulana huyo wa miaka 11 alikuwa anajaribu kumlenga kanga aliyekuwepo shambani mwao, lakini kwa bahati mbaya risasi hiyo ikampata mfanyikazi wao wa shambani. Mfanyikazi huyo mwanamume mwenye umri wa miaka 30 alifariki papo hapo, huku polisi bado wakiwa wanaendelea kufanya uchunguzi zaidi. Kauli zao za awali ni kuwa wote watajibu mashtaka, lakini ni kama kesi hiyo imemlemea zaidi baba mtoto huyo mwenye umri wa miaka 43. Anakabiliwa na mashtaka ya ukosefu wa makini na kuzembea katika ulezi na pia uhifadhi wa silaha hiyo hatari. Bunduki hiyo imeshachukuliwa na polisi kama sehemu ya ushahidi. Mnamo siku za hivi karibuni kumekuwa na matukio ya ufyatulianaji risasi kiholela huko Afrika Kusini, jambo linaloongeza wasiwasi miongoni mwa jamii. Mkuu wa idara ya polisi huko mkoani Limpopo, Bithembi Hadebe, amekumbusha kwamba ni jukumu la mmiliki wa silaha kama hiyo kuhakikisha kuwa haitumiki vibaya. Akaongeza pia kuwa ni jukumu la wazazi kuhakikisha wana wao katu hawashiki sembuse kutumia chombo hatari kama hicho. Mapema mwezi huu kulikuwa na mkasa mwingine kama huo huko mkoani Eastern Cape, wakati mtoto wa miaka 8 alipompiga risasi ami yake wa miaka 7 akitumia bunduki ya babake. Kesi ya baba mtoto huyo pia nayo ingali mahakamani ikisubiri hukumu. Visa na mikasa hiyo vimezua mijadala mikali mitandaoni, huku wengine wakilaumu utazamaji wa maudhui ya filamu zinazoonyesha ukatili na mauaji. Wanasaikolojia pia wameonya kuhusu tabia ya watoto wengi kuruhusiwa kumiliki bunduki bandia kama sehemu ya vitu vya kuchezea ambazo hutumia kufanya michezo ya kuigiza ya kulenga shabaha. La kutia wasiwasi zaidi ni kuwa matukio kama hayo huamsha pia hisia za ubaguzi wa rangi, hasa pale wahusika wa mikasa hiyo wakiwa ni wazungu dhidi ya Waafrika Kusini weusi. Na sasa tuelekee viwanjani naye Omari Mkambara. Nikianza na kandanda, timu ya taifa Cape Verde imeandika historia kwa kufuzu kwa mara ya kwanza kushiriki michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026 na linakuwa taifa la pili kwa udogo zaidi kuwahi kufuzu kushiriki michuano ya kombe la dunia. Hii ni baada ya kushinda goli 3-0 dhidi ya timu ya taifa ya Eswatini nyumbani. Ushindi huu uliwafanya Blue Sharks kuongoza kundi D na kutinga kwenye fainali zijazo za 2026 mbele ya mataifa makubwa kama Kameruni ambao walikuwa kundi moja. Cape Verde linakuwa ni taifa la 6 kutoka Afrika kukata tiketi ya kushiriki kombe la dunia baada ya Morocco, Tunisia, Misri, Algeria na Ghana, na zinasalia timu 3 kukamilisha timu 9 ambazo zitawakilisha bara la Afrika katika michuano hiyo. Kwingineko, kocha mkuu wa timu ya taifa ya England Thomas Tuchel amemwonya mshambuliaji wake Marcus Rashford juu ya kulinda kipaji chake ili asije kumaliza muda wake wa soka kwa kujuta. Kocha huyo wa timu ya taifa ya England amesema hana shaka na kipaji cha Rashford, lakini amemtaka Rashford kuweza kuonyesha ubora wa hali ya juu katika soka na kufanya maamuzi ambayo ni sahihi kwa kipaji chake. Rashford kwa sasa anakipiga kwenye klabu ya FC Barcelona akitokea Manchester United kwa mkopo na amekushafunga magoli 3 na kutoa pasi 5 za usaidizi katika michezo 10 iliyopita. Tuchel amesema Rashford bado ana nafasi ya kufanya vizuri zaidi na kufanya mambo mengi sahihi ya kuwa mchezaji bora duniani. Huenda FC Barcelona wakamsajili moja kwa moja Marcus Rashford kutokana na ubora alioonyesha katika michezo aliyoitumikia timu hiyo.
Na katika mchezo wa tennis, mashindano yajao ya Paris Masters yatafanyika katika uwanja mpya wa La Défense ambao ni uwanja wa pili kwa ukubwa duniani baada ya ule wa Arthur Ashe ulioko nchini Marekani alikofanyika michuano ya US Open. Uwanja huu mpya wenye maboresho zaidi unaruhusu wachezaji kuweza kuingia uwanjani kutoka kwenye eneo la chini zaidi, huku pia ukiwa na viti 17,000 na koti 3 za kuchezea. Mashindano ya ATP Master yataanza kutimua vumbi kuanzia Oktoba 27 hadi Novemba 2. Ni hayo tu kwenye michezo wakati huu. Naitwa Omari Mkambara.